Ninakusalimu katika jina la Yesu, mpendwa mtu wa Mungu ambaye unanifuatilia kwa njia ya mtandao mahali popote ulipo. Niko hapa kukuletea habari ya neno la Mungu. Kama ilivyo ada, Mungu ametupa neema na kibali ili tuweze kuisikia sauti yake. Sauti ya Mungu ni neno lake. Kwa hiyo muda na wakati huu ninapenda nikuletee ujumbe wa neno la Mungu ambao utakwenda kuyavusha maisha yako, utakwenda kuyabadilisha maisha yako, na hautaishi maisha yale ambayo ulikuwa unaishi, bali kuna jambo ambalo Mungu atalifanya kupitia neno hili ambalo utakwenda kulisikia. Lakini kabla ya yote, napenda nijitambulishe. Ninaitwa mtumishi wa Mungu Amos Moses, na ninamshukuru Mungu kwa kunipa neema na kibali ili niweze kuzungumza na wewe ndugu yangu ambaye unanifuatilia kwa njia ya mtandao mahali popote ulipo. Leo niko na habari njema ya neno la Mungu ambayo itakwenda kukufurahisha, itakwenda kukupa amani na itakwenda kukupa ushindi. Na tukiangalia maandiko katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 15, Biblia inatuambia katika Yeremia sura ya 15 inatuambia na mstari ule wa 16. Mstari ule wa 16 kama sijakosea, lakini Biblia inasema kwamba maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yakawa furaha na shangwe moyoni mwangu. Kumbe tunaona maneno ya Mungu yana kazi ya kumpa furaha na shangwe. Kumbe unapokula neno la Mungu linasababisha furaha na shangwe kwenye moyo wako. Sasa muda na wakati huu nataka nikuletee neno hili la Mungu ambalo litaleta furaha na shangwe na kuondoa kila hali ya huzuni, kila hali ya unyonge katika maisha yako. Basi nitakwenda kuomba ili Mungu aweze kusema na wewe, Mungu aweze kunitumia kama vile ambavyo amekusudia kwa ajili ya utukufu wake. Basi unaweza kufunika macho yako hapo ulipo na niweze kukuombea ili Mungu aweze kukusaidia. Baba Mungu, ninakushukuru, ninasema asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema, ni Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ni Mungu unayestahili heshima na utukufu, ni Mungu unayestahili kuabudiwa. Ninakurudishia shukrani kwa sababu ya neema na kibali ambacho umetupatia watoto wako tuweze kulipokea neno hili, tuweze kupokea baraka zako zilizojificha ndani ya neno lako. Naomba Bwana uachilie neema kwa kila mmoja ambaye anafuatilia muda huu na ana shauku ya kulisikia neno lako, ili Mungu aweze kuvuka mahali alipo na kwenda mahali ambapo umekusudia. Naomba msaidie kila mmoja ambaye Bwana amefungua moyo wake, maana imeandikwa malio ya moyo ni ya mwanadamu na jawabu la ulimi latoka kwa Mungu. Bwana wabu sawasawa na kila mmoja alivyojiandaa kutoka ndani ya moyo wake. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa sababu unakwenda kunitumia kama chombo cha utukufu. Heshima na utukufu vikurudie wewe. Ninaomba nikiamini, amen. Basi ninakukaribisha sana tena kwa mara nyingine tuweze kulipokea neno la Mungu. Kama tunavyoambiwa, neno alivaa mwili akakaa kwetu. Kwa hiyo wakati huu tutakwenda kujifunza kwa habari ya neno la Mungu ili liweze kuvaa mwili kwenye maisha yetu, maana yake tuweze kuona matokeo ya neno la Mungu kwenye maisha yetu. Ujumbe ambao ninakwenda kukuletea muda na wakati huu unatoka katika kitabu cha Marko sura ya 4 na ule mstari wa 35. Nitakusomea. Biblia inasema hivi: hata ilipofika siku ile wakati wa jioni, akawaambia, na tuvuke kwenda ng'ambo. Na tuvuke mpaka ng'ambo. Ona, kumbe Yesu ulipofika wakati fulani walipokuwa katika kazi ya kuhudumia watu, kuhudumia kusanyiko, tunaona ilifika majira akafika na wanafunzi wake akawaambia, sasa wakati huu tutoke upande huu twende upande mwingine. Tunaona walipoingia katika chombo, Biblia tukaendelea kusoma hapo, walipoingia katika chombo safari ndipo ilipoanza. Tunaona wakati safari ikiendelea, walipofika katikati, ukiendelea kusoma hapo kama una Biblia yako, tunaona ukainuka upepo mkali. Biblia inatuambia upepo mkali ukainuka, ghafla bahari ikachafuka, mawimbi yakaanza kukitikisa chombo. Chombo kikaanza kukaa katika hali ya kupoteza mwelekeo, na
wakati huo Biblia inatuambia Yesu alikuwa amelala usingizi mzito. Yesu alikuwa amelala usingizi mzito, lakini wakati huo wanafunzi wake wakawa wakisumbuka. Sasa jambo la kujiuliza mimi na inakuaje walikuwa na Yesu lakini ndani ya mioyo yao walikuwa na, ikiwa kama walikuwa wanajua Yesu ana uwezo ana mamlaka juu ya vyote, kwa nini ndani ya mioyo yao? Kwa nini waliingiwa na hofu wakati walijua uongozi wao na walitakiwa waone kwamba maisha yao yako salama? Tukiendelea kuangalia hapa tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba kumbe wale wanafunzi walikuwa naye Yesu lakini hawakumjua yeye ni nani. Biblia inatuambia wakamuamsha, wakamwambia, Bwana mkubwa, si kitu kwako kwamba tunaangamia? Inakuwaje wewe umelala lakini sisi tunapata shida? Inakuwaje umelala na unaona bahari imechafuka na mazingira hayako shwari? Ndivyo ilivyo, inawezekana hata kwako kuna mahali unasumbuka. Umeokolewa na una uhusiano na Mungu mzuri, lakini kuna mahali unapita akili yako inakosa utulivu kwa sababu ya mazingira fulani kwenye maisha unakumbana nayo. Inawezekana na wewe kwenye safari ya maisha yako kuna mazingira unakutana nayo yanakufanya wakati mwingine usahau kwamba kumbe upo na Mungu. Mungu yuko karibu yako na hupaswi kuwa na hofu, hupaswi kuwa na huzuni wakati Mungu yuko upande wako. Kwa hiyo tunaona walipomwamsha, Biblia inatuambia walipomwamsha Yesu akaamka. Yesu moja kwa moja akazungumza na ule upepo ukatulia. Wakati upepo umetulia, wale watu wakaanza kusemezana wao kwa wao. Je, huyu ni nani hata upepo unamtii? Wakaanza kujiuliza, kumbe hawakumjua Yesu namna alivyo. Ni mtu wa namna gani? Ana uwezo wa namna gani? Wao walikuwa kumbe wakati wapo naye hawakumuelewa uwezo aliokuwa nao. Hawakuelewa nguvu aliyokuwa nayo. Na ndio maana walisumbuka. Eti kama wangemjua Yesu vizuri, maana yake wasikuwa na mashaka. Na wewe laiti kama ungekuwa unamjua Mungu wako vizuri, kuna mazingira yasingekufanya uwe na hofu kwenye safari yako ya maisha. Usingekuwa na huzuni, usingekuwa na hali ya kusumbuka. Maana yake ungekuwa unajua kwamba Mungu yuko pamoja na mimi. Sasa niko hapa kusaidia wewe ndugu yangu. Inawezekana kuna mazingira unakumbana nayo kwenye safari ya maisha, lakini yuko kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Ujui kwamba Mungu ndiye amekupa hiyo pumzi na yeye ndiye maisha itafikia wapi. Unakata tamaa, unachoka, unasahau pumzi, anajua ni namna gani utavuka kwenye mazingira fulani na kwenda mazingira mengine. Lakini pia tunajifunza nini? Kuna wakati lazima utoke kwenye mazingira fulani uende kwenye mazingira fulani. Lazima utoke kwenye hali fulani uende kwenye hali fulani. Unaona? Tunajifunza kumbe lazima upige hatua kwenye maisha. Kwenye eneo fulani lazima uwe na hatua nyingine mpya. Maana yake uone badiliko, usibaki kwenye hali ile ile. Kumbuka ujumbe wangu unasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Na tuvuke kwenda tufike ng'ambo. Ona, maana yake ujumbe wangu unamaanisha kwamba lazima utoke kwenye eneo fulani, utoke kwenye hatua moja uende hatua nyingine. Maana yake uongezeke. Kumbe kwenye maisha kila siku tunahitaji tupige hatua moja tuende hatua nyingine. Lakini tunaona tukiendelea kusoma tunaona Biblia waliposemezana wakasema, huyu ni nani hata upepo unamtii? Yesu akawaambia, hata lini hamtaamini? Hata lini mtakuwa hata lini mtakuwa watu wasio na imani? Kwa hiyo tunaona wakati tuna Mungu wetu, lakini tunakosa kuamini uweza wa Mungu. Na ndio maana dhuruba, tunaona maisha yetu yanapotea, maisha yetu yanaangamia. Tunakuwa ni watu wenye kusumbuka, hatuna imani na Mungu.
Mungu anatupa afya, anatulinda, lakini kuna wakati bado tuna mashaka na yeye. Tunaona kwamba tunapopita kwenye mazingira fulani, tunaona kwamba maisha yetu yamefika mwisho. Kumbe ninataka nikutangazie jioni hii ya leo, kwenye mazingira au kwenye hali ambayo unapitia, bado sio mwisho. Bado safari ya maisha inaendelea, kwa sababu Mungu aliyeanzisha safari ya maisha yako hata acha uishie hapo, lazima afike mwisho na wewe. Lakini pia tunajifunza kwa habari ya watu watatu wenye ukoma, ambao wao walikuwa kwenye hali fulani ya maisha wakiwa na hofu, walizuiliwa na adui zao wasiweze kuvuka kwenye hatua fulani ya maisha. Ni wakoma watatu. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7 na mstari wa 3 utapata hiyo habari. Lakini wale wakoma walipokuwa kwenye hiyo hali, walikaa kwa muda mrefu, wakasemezana, tutakaa hapa mpaka lini? Tutakaa hapa mpaka tufe? Wakachukua hatua, wakasema, na tuwaendea adui zetu, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa. Kwa hiyo walichoona wao kwamba hatuko radhi kukaa hii hali, lazima tuchukue hatua, tutoke hapa. Ni heri tukafie mbele ya safari kuliko kufia hapa. Kwa hiyo kumbe kuna wakati lazima uchukue hatua ya kutoka mahali ulipo. Haijalishi kuna mazingira gani yako mbele yako, lazima uvae roho ya ujasiri, uone kwamba ninatakiwa nitoke hapa kwa namna yoyote. Ni heri nikafie mbele, ni heri nitoke nione mwisho wangu utakuwaje. Tunaona wale wakoma watatu walipochukua hatua ya imani, waliposema tukikaa hapa tutakufa, na tukienda mjini kuna njaa pia vile tutakufa. Ni heri tuwaendee adui zetu, wakituhifadhi hai tutaishi, tukikosa kuhifadhiwa hai basi ni heri tufe, lakini tumetoka hapa. Na ukiangalia, piga picha, hawakuwa na chakula, hawakuwa na maji, lakini wakaamua kutoka. Walipotoka, Biblia inatuambia Mungu akawasikizisha adui zao kama kishindo cha miendo ya magari. Ukisoma hapo, ndipo ikawa salama yao. Kumbe ukichukua hatua ya imani ya kumfuata Mungu, hautazama katikati ya bahari. Ukifika katikati ya bahari hautazama. Inawezekana hapo ulipo maisha yako unaona umefika katikati ya bahari, kuna mazingira kama amefika mwisho, unaona ni mwisho, hauwezi tena kuendelea. Lakini mimi nataka nikuvike moyo wa imani kwamba unaweza kuendelea, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Kwa kuwa umeamua kumwamini Mungu, umeamua kumfanya Mungu tumaini lako, bado atakufikisha mwisho wa safari yako. Wakoma hawa walipochukua hatua ya imani, maisha yao yakawa salama. Kwa hiyo kumbe kuna wakati lazima ujiulize, hii hali itakaa mpaka lini? Lazima uamue kutoka kwenye hali fulani ya maisha ambayo imekuwa ni mateso kwako, imekuwa ni maumivu kwako, na ukiangalia huko na huko hauoni njia. Lakini hatua ya imani itakufanya uvuke uende kiwango kingine, uvuke ng'ambo. Kwa hiyo kama walivuka ng'ambo ya maisha, walitoka kwenye hali ya mateso ya heshima yao, wakaenda kwenye ng'ambo ya utele wao. Kumbe hatua ya kuvuka, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Maana yake hali ya hofu inda, unaweza kufanikiwa. Basi leo, kuanzia sasa, anza kuvusha kwenye hayo mazingira, anza kuvusha kwenye hiyo hali ambayo umekaa kwa muda mrefu. Wakoma walichukua hatua ya imani na wakatoka pale na utele, wakakutana na baraka zao na adui zao wakawakimbia. Nawe chukua hatua ya imani ili Mungu awasikizishe adui zako kishindo cha miendo ya magari, ili maisha yako yaweze kuwa salama. Basi muda huu napenda nikuage. Muda huu napenda niombe na wewe. Kabla sijakuaga, napenda niombe na wewe. Nina imani kabisa Mungu amezungumza na wewe. Kuna hali fulani ya maisha ambayo imekuwa sehemu ya ukuta kwako, imekuwa kizuizi kwako. Adui zako wamekutengenezea hofu nyingi, lakini muda na wakati huu naamini kwamba Mungu anakwenda kuponya. Mungu anakwenda kuachilia mwanzo mpya wa maisha. Basi nitakwenda kuomba na wewe, na ninaamini itakuwa ni saa yako ya kuvuka, au tabaki hivyo ulivyo. Basi funika macho yako hapo ulipo na nikuombe.
pamoja na wewe. Baba Mungu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya baba huyu, mama huyu, dada huyu, kijana huyu ambaye Mungu umesema naye. Yamkini kuna mahali alikuwa amekewa vikwazo, kuna mahali amekaa kwa muda mrefu pasipo kutoka, amekaa kwenye huzuni kwa muda mrefu, amekaa kwenye hali ya mateso kwa muda mrefu, lakini Bwana umezungumza naye kwa neno lako, na ndio umeachilia mwanzo mpya wa yeye kwenda kwenye hatua nyingine ya maisha, kwenda kwenye hatua nyingine, yamkini kwenye familia yake, kwenda kwenye hatua nyingine, yamkini kwenye elimu yake alishindwa kuvuka, lakini kwa neno lako Mungu anakwenda kuvuka sawasawa na imani yake. Baba, ninakushukuru